Pole rafiki yangu. Cha msingi hapa ni kumshukuru tu Mungu amekurudishia utimamu wako. Lakini nashukuru Mungu pia uko sawa kabisa. Na tuendelee kumshukuru Mungu kwa sababu ndo mweza wa yote. Pole rafiki yangu. Haye mama we. Sala. Mara ya mwisho nakumbuka nilikutana na Nilo akiwa anaelekea mjini. Amevurugwa kabisa. Hayuko sawa. Nilitaka kumwambia jambo kuhusu wewe. Ndipo hapo nikaa nimepoteza kumbukumbu zangu. Mpaka najikuta hivi ndo nilivyo sasa hivi. Sala, ila mama yako ni mchawi. Kuna jambo anataka kulifanya kwako. Linaweza likawa baya sana. Na alionifanyia hivi ni mama yako. Kuna hadithi nzuri sana za kuhadithia. Kwanza shukuru Mungu umepona. Naomba kaa mbali na familia yangu. Usije ukajitafutia balaa. Toka! Kwa mama utaki marafiki zangu mimi waje hapa? Naondoke kwa sababu gani? Amenifuata mimi rafiki yake haja kufuata wewe. Wewe una roho mbaya. Tena wewe ndio nakutafuta kabisa, tena sitaki kusikia hiyo sauti yako. Wewe ndio unajifanya Zuchu Zura. Unaharibu mipango yangu, kila ninachokifanya wewe unaharibu, kila ninachokitenda wewe unatondoa. Maana yake nini? Paka mdogo wewe. Sijisikii kabisa leo kubishana na mtu. Alafu hayo maneno unayoyaongea hayo kwa mwanangu stop, yani acha. Sitaki kabisa kunitamkia maneno makali kwa mwanangu. Kizazi changu hiki kaa nacho mbali, yani kaa nacho mbali kabisa, usinitibue akili. Kumbuka hata wewe ni utumbo wangu. Ishi hapo hapo na utumbo wako. Hata mimi huyu ni utumbo wangu. Wewe toka. Haendi popote. Nimepona. Pole sana Suzi. Najua kuna mambo mengi sana unayapitia. Na umekosa kabisa ufumbuzi wake. Macho yako yamefunikwa na kiza kizito. Hauoni chochote mbele. Ila kwenye hii dunia palipo na wabaya 10, basi kuna mwema mmoja. Na huyo mwema ndio mimi. Nipo hapa kwa ajili ya kukwambia ukweli. Ukweli ambao ni mchungu, lakini ni dawa. Anayefanya haya yote ni mama yako mkuu.
Na kama haitoshi, hajaishia kwako tu, na kwa baba yako pia. Amempindisha mdomo baba yako, na yote hayo ni kwa sababu mlikuwa mnamjadili kwenye vikao vyenu. Sailata ni mtu mbaya sana. Kuna wakati hata mimi pia nilidhulika na mambo yake, lakini kwa bahati nzuri nikapona. Na ndio maana mimi nimeamua kusimama nyuma yake. Anapotoa mguu wake, basi naingiza wa kwangu. Nikuhakikishie tu kitu kimoja. Kwa sasa uko sawa. Umepona. Nikutakie siku njema. Linyama, kuna kazi umepewa na tabibu. Niko hapa kwa sababu nataka kukusaidia ili uweze kuifanikisha kwa haraka sana. Sifa ya kwanza mpelelezi, kutunza siri ya mteja wake. Nampenda sana tabibu wangu, hivyo siwezi kufungua mdomo kusema chochote kinachomhusu yeye. Kama umetumwa, utaumia. Ni sawa unachokisema, lakini pia unaweza kufa kwa sababu ya kitu ambacho unakipenda. Unamaanisha nini kusema hivyo? Kulikuwa kuna bwana mmoja mvuvi aliyekuwa akipenda sana samaki pamoja na kuvua. Alitokea mtabiri na kwenda sehemu ambayo anavua samaki na kumtabilia yule bwana mvuvi. Akamwambia, wewe utakuja kufa kwa sababu ya samaki. Na yule mtabiri alikuwa ni mtabiri mashuhuri sana, na kila alichotabiri basi kilitokea. Yule bwana mvuvi akaamua kwenda mbali sana ambako hakuna samaki wala mabwawa pamoja na mito. Alikaa kule takribani miaka 5 bila kuiona samaki wala mito, na akaamua kuoa pia. Aise, baada ya kuoa kilijili nini? Siku moja alianza kumsimulia mke wake habari za samaki, kwa sababu mke wake alikuwa afahamu kabisa kuhusu samaki na hakuwahi kuiona samaki. Mke wake akamwomba mume wake amchore samaki ili aweze kujua samaki anafananaje. Yule bwana mvuvi akatafuta mjiti uliochongoka na kuanza kuchora taswira ya samaki. Akamchora na akachora tena. Alipomaliza kumchora yule samaki, mke wake alifurahi sana. Na kwa ile furaha ya mke wake, basi akaamua kumtekenya mume wake kimahaba. Baada ya kumtekenya, mume wake akadondokea mjiti, sehemu ambayo imechongoka. Ule mjiti ukamtoboa na kutokea mgongoni. Yule bwana mvuvi alikufa hapo hapo bila kuomba hata maji. Na ndipo utabiri wa yule bwana mtabiri ulipotimia. Linyama, chunga sana na kuwa makini sana. Utakuja kufa kwa sababu ya kumpenda tabibu. Nakuja.
Basi babangu, utakuwa sawa eh? Narudi sasa hivi muda si mrefu, sawa? Ripota wangu, kuna jambo haliko sawa. Unajua ninavyoendelea kupambana bila kujua upande wa pili wa adui yangu upo vipi, nakosea. Naona kabisa hapa kuna mambo hayako sawa. Naona kabisa mama Kabichi anapambana, na nikichelewa tu atanizidi. Na hiki kiti atakichukua, na mimi na wewe tutakuwa tumekosa kila kitu. Kwa nataka uende kwa mama Kabichi, kamchunguze yule mwanae Sara yupo. Kwa sababu namuona mama Kabichi kabisa ana furaha zote. Yeye akiongea anaongea kwa kujibamba fai, anajidai. Nahisi kabisa kuna kitu anakifurahia. Maana nimeongea na simu kutoka mjini, nasikia yule mtoto wake mjini hayupo. Sasa nataka uende kwa mama Kabichi ukafanye uchunguzi kuwa Sara yupo. Kwa sababu tujiuliza, mama Kabichi ana mtoto mmoja tu. Hana mtoto mwingine kumtoa kafara zaidi ya Sara. Na nikiongea naye namuona kabisa yani ana furaha zote, yani kama ni mshindi tayari. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe makini sana, kwa sababu nimeongea na simu mjini na Nilo, yule mke wake kule mjini hayupo. Kama hayuko mjini atakuwa wapi? Ina maana mama Kabichi atakuwa amemficha huyu mtoto. Anataka afanye mambo taratibu ili mimi anizidi, na haniwezi. Nenda. Hiyo nzuri. Hiyo nzuri. Unajua Malikia, wewe una akili sana. Na kila wazo lako ambalo huo unaliwaza liko correct 100%. Sijawahi kukupinga. Na light kama kile kiti kingekuwa kinapambaniwa kwa mtindo wa kula, wewe ungechukua mapema sana. Kwa akili ulizonazo ungebeba, tusingekuwa na mpinzani. Ila nikuhakikishia jambo moja. Mimi kama ripota wako mtiifu, nitahakikisha nafika eneo la tukio ambalo wewe umeniagiza na kuleta taarifa zote muhimu na nyeti ambazo unazitaka. Sitokuangusha katika hili. Nitakuwa ngazi kwa ngazi, hatua kwa hatua, na hakikisha naleta taarifa zote ambazo unahitaji Malikia wangu. Lakini pia leo nimepata wazo kidogo Malikia wangu. Naomba nikushirikishe. Nilikuwa nawaza endapo tutapata kile kiti, tununue ka smartphone. Kale ka smartphone katakuwa na kazi moja tu ambayo tutafungua mitandao ya kijamii kama TikTok na channel nyingine za huko YouTube, ambayo smartphone ile kazi yake itakuwa sisi tuingie live kipindi cha mikutano yetu ya kichawi. Tunaiweka pale, tunapiga wide shot kwa mbali, tunaonekana kama tulivyo. Na ile channel ili inoge tutaiandika Watupu Media. Yaani mtu akiona lile title tu anavutiwa, anatamani kuangalia, na akiingia ndani akikuta yale mauzuri, ndo kabisa. Mimi naamini tutapata magifti mengi sana huko TikTok live. Magifti wakubwa wale watakuwa wabanduki kwenye live yetu, kama kina Yosia, kina 60, kina Lichi, watatuma sana magifti. Yaani wewe unanikosha, unafaa kuwa cha wangu kabisa. Sasa la msingi na la sekondari ni kuhakikisha tunamzidi mama Kabichi. Nenda hatua ngazi kwa ngazi, tuhakikishe tunampiga pini mapema. Si umeelewa Sawa Malikia wangu, nimekuelewa. Mimi niko tayari kwenda, ila kuna katatizo kadogo. Unajua leo tangu nimeamka sijapata kitu, kwa hiyo koo kidogo nimekauka Malikia wangu. Bwana nenda bwana. Toka. Ila Malikia mkaksi wewe. Nenda.
Yaani watu tupo serious tunatafuta kiti, wewe upo unataka kula tu. Yaani hapa mambo kuharibiana tu. Yaani Makabichi kiingilia huko mimi naingilia, kwa kiingilia huko naingilia mpaka kiti nikipate. Anajifanya kwamba anajua yule mzee nitamkalisha pumbavu zake. Vava, mimi nafanya haya yote kwa sababu nalinda nafasi yangu hapa. Nisaidie nimuue bi mkubwa. Alafu nikishamuua bi mkubwa, nataka mimi ndo niwe mkubwa hapa. Na nikishamuua bi mkubwa, nataka nimalizane na Ushangingi mgeni aliyokuja kichwa hapa. Ila wanawake bwana, mbona ndeko nakupenda sana. Ila tuachane na hilo. Unatakaje malkia wangu? Nataka uegamie sana upande wangu. Alafu nikishashinda hii vita, basi utakuwa mchipko wangu. Au utakula mambo matamu anayekula tabibu wako mkutano. Yaani mtoto mzuri kama mimi, jinsi unavyoniona, hautaki kabisa? Mimi ni nani nikatae? Kwa mara nyingine tena kwangu, na kuona umewewa sana na familia yangu. Shemeji, najua umeaminishwa kwa mimi ni mbaya. Ila amini na kuambia, mbaya afanye ubaya kwenye kila kaya. Ila mbaya anafanya ubaya kwa wale wanaomtendea ubaya. Shemeji, hebu niambie, wewe na kiumbe chako cha tumboni lini mmenifanyia ubaya? Na kama hamjanifanyia ubaya, kwa nini mimi niwafanyie ubaya? Si nitaona haya? Niambie, leo umetumwa na nani tena? Leo nimejituma mwenyewe kwa hiari ya moyo wangu mkunjufu. Unajua, Nyamizi, wewe ni familia yetu, una mimba yetu. Tunapaswa kwa hali na mali kuilea na kuitunza mimba yako. Hata kwenye Biblia imeandikwa, aliyenacho ataongezewa, ila yule asiyenacho hata kidogo atanyang'anywa hata hicho kidogo alicho nacho. Nalijua hilo, ila pokea zawadi yangu. Aha, anajifanya mjanja. Ataingia tu kwenye mtego wangu. Haye mama we. Nyanya we. Nyanya wenu. Wewe. Nilikwambiaje? Mama, naomba ukamsaidie babangu. Nitakupa chochote unachokihitaji. Babangu anateseka. Ameteseka sana. Basi sawa. Nitakusaidia ila kwa sharti moja. Kama utakubali kukaa mbali na mwanangu Enieni. Kama hilo utaliweza, wala mimi nitaenda kumponesha babako. Sawa. Umekubali.
Wapumbavu. Hiyo ndo dawa yao wale wa Mbeya na wafikunyuku. Wale wanemfuata mama Kabichi hapa nyumbani kwake, hiyo ndo dawa yao. Tena shukuru, hayo ni maji. Wewe ulifani kumwagia mafuta. Mjinga mmoja wewe. Najua aliyekutuma. Sasa kampe salamu zake. Kamwambie mama Kabichi yupo. Alafu siyapashagi vile vile. Na yala hivyo hivyo yamechacha. Si unanielewa? Haya maji umechota pale bombani kwa kina Nifa Matamu? Kumbe wewe unijui vizuri mimi. Wewe bibi unajua fundi. Ondoka. Au unataka tena? Kwanza bana. Kamwambia aliyekutuma salamu zake. Aha. Nawe Kizimuite unatoka wapi? Niko kumsindikiza Yusra. Mimi nienda kumsindikiza Yusra. Mpuuzi wewe. Sara, ninakuonya. Achana kabisa na huyo rafiki yako Yusra. Kitakuja kukukuta kitu kibaya usichokitegemea. Na utajuta katika maisha yako. Nishachoka. Umechoka eh? Lana sumaka wewe. Hali yangu mahamumu, maradhi yalonitibu. Hali yangu mahamumu, maradhi yalonitibu. Ewe njiwa, oh kwa yule. Ewe njiwa, oh kwa yule. Njiwa peleka salamu kwa yule wangu muhibu. Njiwa peleka salamu. Sakina, hivi unaona kinachoendelea pale? Yale mahaba sisi hatuyapati kabisa kutoka kwa mzee Tano. Hivi wewe mwanamke anatuchukuliaje sisi? Dada Ndekwa, yule ni mgeni na ndio maana anapewa mahaba yote yale. Ila nitaka tufanye jambo. Ila ni dharau kubwa sana. Namchukia. Sipendi hata kumuona. Kwa sababu tukizidi kumchekea atatupanda kichwani. Yule ni mtoto mdogo. Inabidi tufanye jambo Sakina. Hebu muone alivyomganda mume wangu. Mume wako, mume wetu. Hebu tengua kauli yako. Yule anatakiwa achukuliwe hatua. La sivyo atazidi kutupanda kichwani. Mke wangu, yaani mimi nakutazama tu hivyo unavyokunja nguo bila taarifa. Unaweza ukaniambia unaenda wapi? Mume wangu, mimi naondoka. Naondoka kwa sababu umeshindwa kunisaidia mke wako. Yaani umeshindwa kabisa kuniokoa. Naondoka. Pengine tusije kuonana tena. Wewe, ukiona maana gani? Nakupenda sana mume wangu. Cha kukuomba, naomba nitunzie sana mwanangu. Mimi naondoka. Unaondoka? Unaondoka unaenda wapi sasa?
Naondoka. Mimi naondoka. Sara, tafuna hiyo nyama binti yangu, uone utamu wa nyama ya binadamu, jinsi tunavyofaidi sisi. Ila wewe upo karibu tu kutoa kafara, lakini onja hiyo nyama ya binadamu mwenzio. Alafu hii ni nyama sehemu ya goti la kijana mmoja hivi alijifanya kutaka kuleta maendeleo hapa kijijini. Maendeleo hayo ya nyoka nimeshatoa kama nitakavyokutoa wewe kesho. Huu ndo unafu wake, hakuna kunichezea maendeleo kwa babake. Nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama.